Gharama halisi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran, mara 4 ya makadirio ya Pentagon. Gazeti la Uingereza la The Telegraph limefichua kuwa gharama halisi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran ni mara 4 zaidi ya kiasi kilichotajwa na Pentagon. Katika wizara ya vita Marekani, Pentagon imedai kuwa gharama ya vita na Iran ni dola bilioni 37.5. The Telegraph likiashiria uchambuzi wa chuo kikuu cha Harvard imebainisha kuwa kiasi hicho kinazidi dola bilioni 151. Kiasi hiki kinatofautiana sana na makadirio rasmi ya Pentagon. Gazeti hilo limeangazia ukweli kwamba gharama za muda mrefu za vita hivi havijazingatiwa. Kwa mujibu wa ripoti hii, Peter Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, amekadiria gharama ya vita vya Marekani dhidi ya Iran kuwa ni dola bilioni 37.5, lakini Linda J. Bilmes, mhadhiri wa chuo kikuu cha Harvard na mmoja wa wataalamu wakuu nchini Marekani kuhusu uchumi wa vita, anaelezea makadirio hayo kama sehemu ndogo tu inayoonekana ya gharama halisi, akisema kuwa takwimu hiyo haijajumuisha gharama za muda wa kati na mrefu za vita hivyo. Uchambuzi wa gazeti la The Telegraph unaonyesha kuwa iwapo mwenendo wa sasa wa vita utaendelea, jumla ya gharama za vita inaweza kufikia takriban dola bilioni 311.3 kufikia mwisho wa mwaka. Ni muhimu kuzingatia kuwa takwimu hizi zinahusu tu gharama za kijeshi za vita vya Marekani dhidi ya Iran na hazijumuishi gharama kubwa zinazotokana na sekta nyingine. Madhara ya vita hivi tayari yanaonekana kwa utumiaji wa bidhaa. Bei ya petroli imepanda kwa 21.7%, bei ya dizeli kwa 37.7%, huku bei ya mafuta ghafi ya Brent ikivuka mara kwa mara kiwango cha dola 100 kwa pipa. Hivyo, Bilmes ameonya kuwa gharama ya mwisho ya hatua hii ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kufikia dola trilioni 1. Steve Hank, mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Johns Hopkins, pia amebainisha kuwa rais wa Marekani Donald Trump alianzisha vita vya hiari dhidi ya Iran ambavyo vitakuwa na gharama kubwa kwa walipa kodi wa Marekani, akisema kuwa gharama ya mgogoro huu itazidi dola trilioni 1. Wakati huo huo, wizara ya vita Marekani imejaribu kupunguza uzito wa gharama, maafa na uharibifu unaohusishwa na vita dhidi ya Iran, ikiwa ni katika juhudi za kupunguza ukosoaji dhidi ya utawala wa Trump. Ingawa Trump aliahidi sera ya mashinikizo ya kiwango cha juu zaidi dhidi ya Iran, lakini matokeo ya vita hivi vya kizembe alivyovianzisha bila sababu ya msingi ni mkanganyiko wa kiwango cha juu zaidi, machafuko ya kiwango cha juu zaidi na gharama ya maisha ya kiwango cha juu zaidi kwa wananchi wa Marekani. Takriban mwezi mmoja uliopita, Pentagon ilijulisha Congress ya Marekani kuwa inahitaji takriban dola bilioni 80 za ziada, kiasi kinachozidi makadirio ya awali mara 2.7 ili kugharamia vita dhidi ya Iran. Makadirio hayo kimsingi yalijumuisha silaha mpya, ukarabati wa vifaa na gharama za Iran kwenye upande wa operation pekee, bila kujumuisha gharama za kukarabati au kujenga upya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoharibiwa na Iran katika eneo. Sababu tofauti zimetolewa kuhusu kutokuwepo uwazi kwenye ripoti za Pentagon. Kwanza, Pentagon hufanya kazi kwa bajeti finyu na kuomba kiwango cha juu zaidi kungeongeza mashinikizo kuhusiana na suala la kudhaminiwa fedha hizo. Peter Hegseth aliomba bunge liidhinishe fedha za ziada, ambapo kuweka wazi gharama kubwa kungefanya kuidhinishwa kwa bajeti hiyo kwa jambo gumu zaidi. Kwa upande mwingine, kuficha gharama za muda mrefu huwezesha Pentagon kudhihirisha taswira ya vita inayokubalika zaidi. Gharama kama vile ukarabati wa kambi na matibabu ya majeruhi mara nyingi hazijitokezi hadi miaka kadhaa baadaye, jambo linalofanya gharama hizo kutojulikana kwa umma. Hoja nyingine ni kwamba ripoti za ndani za Pentagon zinakadiria gharama halisi kuwa kati ya dola bilioni 80 na dola bilioni 100, lakini utawala wa Trump unapendelea kutangaza takwimu za chini ili kudumisha uungwaji mkono wa umma na kwa vita vinavyoendelea. Hatimaye, tofauti kubwa kati ya gharama zilizotangazwa na gharama halisi za vita vya Marekani dhidi ya Iran inaonyesha kuwa gharama halisi itakuwa mzigo mkubwa, si kwa bajeti ya Pentagon pekee, bali pia kwa walipa kodi wa Marekani, gharama ambayo itaendelea kulipwa kwa muda mrefu baada ya vita kumalizika. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu itaunga mkono mpango au uamuzi wowote utakaopitishwa na viongozi wa Palestina katika mchakato wa mazungumzo yanayoendelea, akithibitisha tena uungaji mkono thabiti wa Tehran kwa mapambano ya Palestina. Katika mazungumzo ya simu na Khalil Al-Haya, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, Rais Pezeshkian amempongeza kwa wadhifa wake mpya na kuelezea matumaini kwa uongozi wake utakuwa na manufaa kwa wananchi wa Palestina, hususan kiongozi wa kisiasa wa Hamas marehemu Ismail Haniyeh, ambaye kumbukumbu ya kuuawa kwake inaadhimishwa. Vilevile, malengo yanayofuatiliwa na Marekani katika kuzichochea nchi za Kiarabu zikabiliane na Iran.
Hata kama nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi hazitaki kuchochea mivutano katika eneo kwa mujibu wa sera zao rasmi, lakini Marekani inajaribu kuzivuta katika makabiliano ya moja kwa moja na Iran. Jambo muhimu ambalo limejitokeza katika wiki za hivi karibuni ni kwamba tofauti na ilivyokuwa huko nyuma, kwa sasa Israeli haishiriki waziwazi katika vita dhidi ya Iran, ambapo ripoti kadhaa zinadai kuwa Marekani imekataa ombi la utawala huo wa kibaguzi la kushiriki moja kwa moja katika mgogoro huu. Haya yanaripotiwa licha ya kuwepo dalili chungu nzima zinazoonyesha kuwa Marekani na utawala wa Kizayuni zote mbili zimeazimia kuchochea nchi za Kiarabu ili zishiriki kwenye vita dhidi ya Iran. Ingawa kumekuwepo na ripoti za habari kuhusu kuhusika kwa siri kwa baadhi ya nchi za Kiarabu katika vita vya siku 40 dhidi ya Iran, nchi hizo hazijawahi kukiri rasmi kushiriki kwao katika mgogoro huu na kwa ujumla zimejaribu kuepuka madhara yake. Swali linalojitokeza ni je, ni malengo gani yanafuatiliwa na Marekani katika kuzisukuma nchi za Kiarabu katika makabiliano na Iran? Moja malengo makuu ya Marekani ni kupata faida halisi kutokana na vita dhidi ya Iran. Malengo ya kimkakati yaliyochochea kuanzishwa mgogoro huu ni kutaka kuuangusha mfumo wa kisiasa wa Iran na kusambaratisha umoja wa ardhi yake. Pamoja na hayo, si tu kwamba malengo haya hayajafikiwa, bali Iran licha mashinikizo makali ya Marekani inaendelea udhibiti kikamilifu lango bahari la Hormuz. Kwa hakika lengo la Marekani kuhusiana na mzozo huu limepungua na kubakia kuwa ni kutaka kufunguliwa tu lango bahari la Hormuz. Kushindwa huku kumezua ukosoaji mkubwa dhidi ya utawala wa Trump ndani ya nchi na kimataifa. Katika mazingira haya, Marekani inajaribu kuziburuza nchi za Kiarabu kwenye mzozo na Iran, hatua inayolenga angalau kupanda mbegu za migawanyiko, kuchochea mivutano na kuharibu uhusiano wa Iran na nchi za eneo, licha ya ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuwepo uhusiano mzuri na majirani zake na imekuwa ikitekeleza kikamilifu sera ya kupanua uhusiano huo katika miaka ya karibuni. Lengo jingine muhimu la Marekani ni kubadili sura ya mzozo na Iran kutoka kuwa makabiliano kati ya nchi hiyo na utawala wa Kizayuni na kuwa vita vikubwa vya eneo, vita ambavyo vitahusisha nchi za Kiislamu. Kwa mtazamo wa Marekani, mabadiliko haya ya kijeshi kuhusiana na mzozo huu yanaweza kuongeza mashinikizo dhidi ya Iran, huku ikiandaa fursa kwa Marekani kuuza silaha zaidi kwa nchi za Kiarabu. Kwa maneno mengine, ajenda ya Marekani ni kunyonya utajiri na rasilimali za nchi za Kiarabu kwa kuja kuidhihirisha Iran kama tishio. Ingawa Marekani ilishawahi kutumia sera hii huko nyuma, lakini uwezo wa sasa wa kijeshi wa Iran ukilinganishwa na ule wa Marekani umeifanya Washington isisitize zaidi kuhusu tishio la Iran kwa mataifa ya Kiarabu kuliko wakati mwingine wowote. Hii ni licha ya ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza mara kwa mara kwa uwezo wake wa kijeshi ni wa kujilinda na imethibitisha kivitendo kuwa haitaanzisha vita dhidi ya taifa lolote la Kiislamu. Lengo la tatu la Marekani ni kuhudumia maslahi ya Israeli katika eneo. Kufuatia kurejea kwa Trump madarakani, utawala wa Kizayuni umekuwa ukifuatilia upanuzi wa makubaliano ya Abraham na kuanzisha uhusiano wa kawaida na nchi zaidi za Kiarabu, lengo ambalo bado halijafikiwa hadi sasa, hivyo kudhoofisha uhusiano wa Iran na nchi za Kiarabu unahudumia maslahi ya utawala wa Kizayuni, na ndio maana unachangamkia sana njama ya kuzivuta nchi za Kiarabu katika vita dhidi ya Iran. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump amezidi kukatishwa tamaa na kushindwa mara kwa mara kwa mashine ya kivita ya nchi hiyo kutokana na ulipizaji kisasi wa Iran, na amemkabili waziri wa vita Peter Hegseth kuhusu uhaba wa silaha muhimu za Marekani. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na The Washington Post Jumatano, mzozo baina ya Trump na Hegseth uliibuka huko Camp David Ijumaa, ambapo Trump alitaka kupata majibu kutoka kwa waziri wake wa vita Peter Hegseth kuhusu ni kwa nini inaonekana amepewa picha isiyo sahihi ya uwezo wa kijeshi wa Marekani, huku Washington ikikabiliwa na uhaba wa makombora ya masafa marefu na mitambo ya ulinzi wa anga. Uhaba huo umekuwa kikwazo kwa machaguo ya kijeshi ya Marekani, huku nchi hiyo ikiwa na upungufu wa zana za ulinzi, ikiwa ni pamoja na upungufu wa mfumo wa ulinzi wa anga wa THAAD ili kulinda wanajeshi wa Marekani walioko kwenye vituo na kambi ambazo zimeathiriwa na mashambulizi makali ya Iran. Kwa mujibu wa watu wawili wanaojua vyema hali hiyo ambao wamenukuliwa na The Washington Post, kuchanganyikiwa kwa Trump kuhusu hali hiyo uliongezeka wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri. Mzozo huo ulifikia kilele baada ya kuibuka swali kwamba kwa nini Hegseth amepotoshwa kuhusu uhaba mkubwa wa silaha ambazo sasa zinatishia kupunguza machaguo ya kijeshi kuhusiana na Iran. Vyanzo hivyo vimeliambia gazeti hilo. Inaripotiwa kwamba Hegseth alimtupia lawama za uhaba huo na kushindwa kuwasilisha zana za kutosha naibu waziri wa vita Stephen Feinberg. Kupungua kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD kunapewa mazingatio makubwa sana na vikosi vya jeshi la Marekani, ikizingatiwa kwamba mashambulizi ya Iran yamekuwa yakiwalenga maafisa wa kambi za kijeshi za Marekani katika eneo lote la magharibi mwa Asia, na hadi sasa yameangamiza mamia wanajeshi, kwa mujibu wa takwimu za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran,
ingawa vyombo vya habari vya Magharibi na washirika wao vinaficha takwimu hizo. Vilevile, waziri wa afya wa Iran kwa mara nyingine tena amelaani shambulio lililofanywa na jeshi la Marekani dhidi ya uwanja wa michezo katika mji wa Lamed mwanzoni wa mashambulizi ya nchi hiyo na utawala wa Israeli mwezi Februari mwaka huu, hali iliyosababisha vifo na kujeruhi raia kadhaa. Mohammad Reza Zafargandi ameitaja hujuma hiyo ya Marekani kuwa ni janga la kibinadamu wakati alipotembelea eneo hilo ili kutathmini hatua na mahitaji ya huduma za afya zinazohitajika. Waziri wa afya wa Iran amesema kuwa ziara yake ililenga kukagua miundombinu ya huduma za afya katika eneo hilo, kutathmini utendaji wa mifumo ya tiba na afya wakati wa hali ya dharura na kufuatilia mahitaji ya eneo hilo katika uga wa matibabu na huduma za dharura. Zafargandi amelaani vikali shambulio la Marekani dhidi ya uwanja wa michezo wa Lamed ambalo lilikuwa shahidi na kujeruhi raia kadhaa wa Iran kuanzia mtoto wa miaka 2 hadi vijana, na kutaja uchokozi huo kuwa ni jinai za wazi dhidi ya watu wasio na ulinzi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, mkurugenzi wa zamani wa shirika la kimataifa la nishati atomiki Mohamed Al-Baradei amemhutubu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema umeiharibu Gaza na sasa unazungumzia uhuru wa watu wake. Mohamed Al-Baradei amesisitiza kuwa Israeli imefanya uhalifu mkubwa wa kuharibu Gaza na kuwa makumi ya maelfu ya watu, lakini sasa inazungumzia uhuru wa watu wa eneo hilo. Katika mkurugenzi wa zamani wa shirika la kimataifa la nishati atomiki ameendelea kwa kusema uhalifu huo hauwezi kufikirika, umeigeuza Gaza kwa rundo la vifusi na kuwa makumi ya maelfu ya watu, sasa unazungumzia uhuru wa watu. Mwanasiasa huyo wa Misri na mkurugenzi wa zamani wa shirika la kimataifa la nishati atomiki ametoa maoni hayo akijibu kauli za waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu haki ya watu wa Gaza kuondoka kwenye eneo hilo. Netanyahu hapo awali alidai katika mahojiano na chombo cha habari cha Kiebrania kwamba kuna sehemu 2 tu duniani ambazo watu hawawezi kuziacha: Korea Kaskazini na Gaza. Watu wa Gaza waruhusiwi kabisa kuondoka. Wapalestina wamewazika watu 112 wa ukoo mmoja waliouawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la utawala wa Israeli mnamo Novemba 2023 baada ya mabaki yao kupatikana kutoka chini ya vifusi mwezi uliopita. Jamaa wa familia ya Abu Sharia na Al-Hasiana walikusanyika katika jiji la Gaza Jumanne kuaga kwa mara ya mwisho wapendwa wao ambao miili yao ilikuwa imepangwa safu zilizofunikwa bendera za Palestina. Shukran kwa Baba wa Kivita.